ni muhimu kwa sababu ni eneo ambalo linaanzia katika familia. Kwa sababu familia iliyo bora ni ile iliyolelewa katika misingi ambayo familia inaitaka. Na msingi mkuu kabisa sisi katika familia, ukiacha mambo mengine, ni swala la imani. Watoto wote wanapozaliwa wanapaswa kukuzwa pamoja na mambo mengine, wanapaswa kukuzwa katika misingi ya kiimani. Kwa hiyo mtoto yeyote au mzazi yeyote anayemkuza mtoto katika misingi ya imani, basi atakuwa anamjenga mtoto huyo kuweza kwanza kutambua uwepo wa watu wengine na imani zao, lakini vile vile na yeye anapomtambua Mungu, maana yake pia anaweza kuwa na ufahamu wa kuweza kutambua mipaka yake ya namna anavyoabudu. Na unapotambua mipaka yako ya kuabudu, maana yake ni kwamba utakuwa mvumilivu. Hata jana kama mmesikiliza, baadhi ya makamanda wametoa taarifa ya watu waliokamatwa kwa sababu ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, na tunawafuatilia. Wamekamatwa, wengine washapata adhabu, wengine kesi zao ziko mahakamani. Sheria haijalala, iko pale pale. Tatizo tu ni watu hawajui, hawafahamu. Tatizo ni muda, tutakufikia lini? Na niwaambie watakao tusikiliza, watakao tuona tukiongea na vyombo vya habari, kwamba kesi ya jinai huwa haifi. Nitastaafu mimi, lakini atakayechukua nafasi yangu atakuta kuna kumbukumbu. Sasa hivi teknolojia imetuwezesha kuhifadhi kumbukumbu kwa muda mrefu, hata kwa miaka mingapi. Leo lakini kuanzia siku ya jana tunaendelea na mkutano wetu mkuu wa mwaka ambao unajulikana kama Jalsa Salana. Ni mkutano wa kila mwaka wa siku 3, kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili. Lakini kwa umahususi mkutano mwaka huu umebeba kauli mbiu ya Uislamu na amani. Uislamu na haki za binadamu. Na kwa nini Uislamu na haki za binadamu? Katika kipindi hiki hasa dunia inapitia changamoto kubwa sana ya amani. Yaani kabisa hali ya dunia, amani ya dunia inaonekana iko tete. Kwa hiyo tumejaribu kuja na mada na mafundisho ili kuanzia hapa leo kama jukwaa ambalo litaiamsha dunia kujua sana njia zipi tunaweza kupita ili kuifikia amani ya dunia. Tumejifunza mambo mengi hasa ya kiroho, kwa kujali wazazi. Pia mada kama hizo zimetolewa, na kama kauli mbiu mwaka inavyosema haki za binadamu, imejikita sana kwenye haki za binadamu. Na ametoa mada ambazo zinahusiana na haki za binadamu, hasa wale wenye mahitaji maalum. Alhamdulillah, nimejifunza mambo mengi, na mkutano ni mzuri, unafundisha vitu vingi, kama vile dhima ya mkutano ni Uislamu na haki za binadamu. Kwa hiyo tumejifunza mengi kuhusiana na haki za binadamu, namna gani ya kuwatendea viumbe zetu.